Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu za habari, tuanzie na habari za huko Sange. Ni kwamba jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wameonekana kurejea mara tena katika vijiji vyote vya bonde mwa mto Ruzizi tarafani Uvira. Hivyo ni baada ya waasi wa M23 kujiondoa rasmi katika maeneo yote hayo tangu weekend iliyopita. Kuondoka kwa waasi wa M23 kumepokelewa kwa mikono miwili na wananchi. Ripoti kamili na mwanaripoti wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ambaye ni Isaac Mulucha Ashibe. Taarifa tunazo ni kwamba ni tangu siku ya 5 ya wiki tunayo ndipo vikosi vya waasi wa AFC M23 vimeanza kuondoka mpaka siku ya Jumapili ya tarehe 10 Mei. Hata hivyo, siku ya kwanza hii vikosi vya wazalendo vimeonekana kuingia mapema asubuhi kwa kishindo, huku wakipokelewa kwa vifijo na nderemwe na raia wa eneo la kuanzia Kabunambo hadi Luvungi tarafani Uvira. Habari hii ya kuondoka kwa vikosi vya AFC M23 imehakikishwa pia naye kamanda mmoja wa wazalendo Alex Dunia. Na hivi niko naongea na wewe kwa muda kama nao niko Mtarule. Baada ya M23 kushika mji wa Luvungi, Sange, Iliba, Uvira, haikukuwa kusema kama walikamata kwa vita sana. Yani wakati tunatoka Baraka kurudia Uvira, ilikuwa tuendelee na mapambano. Serikali wakisema hapana, nini wazalendo msitishe mapambano, yani tumwachie mwenye nchi rais angali anaongea, msende mkaribu mambo ya mazungumzo yenye kufika kati ya Rwanda, Kongo mbele ya serikali ya Marekani. Haya, wazalendo wasikia shauri, sababu serikali ni baba yetu, tunapasha kuheshimu na kutekeleza mambo ambayo wanasema. Wakati sasa sisi tulikamata azimio ya kusema tuanzane tena na mapambano, sababu muda ambao walitupatia na kuwa siku nyingi, wakatuambia hapana. Kwa hiyo Rwanda anaitika kutoa vikosi vyake kwenye miji ya tokea Sange, Nyakaber, Tarule, Bwegera, Luvungi, Nalbarika, Lemera na Mulenge. Wanaitika kutoa maaskari wao wote warejee kwenye watafanya kundi labo ambao watakaa Kamanyola. Na ndio maana wanatoka kupitia maakor ambao wanasaini na rais wetu huko Marekani. Mpango wenu ni wa kusimamia wapi katika bonde hilo la mto Ruzizi? Sisi tunafika tayari Luvungi. Tunatekeleza mambo mengine ambao watatuambia na tunapiga goti hapa Luvungi. Mtazamo wenu ni gani kuhusu kuondoka kwa vikosi hivyo vya AFC M23 pamoja na Rwanda katika maeneo hayo ya plain? Kuondoka yao ni ushindi wa government yetu, sababu Rwanda alikuwa anakana kama sio yeye mwenye kuagrese nchi yetu, na kupitia hayo sababu government yetu na Rwanda ndio walio saini kukuwa M23 ni vikarabosi vya Rwanda, na ndio vile wanatekeleza hayo. Na sisi kama vile wazalendo na wanajeshi wa taifa tunasubiria mambo kidogo ambao Kinshasa itakapotuambia ili tusongamane mji wa Bukavu. Wakati hawasikii wakigeuka mapatano, tunaendelesha mtutu wa. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu vitendo vya kamata ya watu katika maeneo ambayo AFC M23 imetoka, kamanda Alex Dunia amejibu yafuatayo mara tena. Sisi wakati tulitoka Baraka kuingia mji wa Uvira tulileta amani, kamata haikukuwa, lakini wewe mwenye ulisaliti nchi, unasaliti nchi yako, unajiunga na muasi, sharti uhukumiwe kupitia usaliti wako wa nchi, sababu ulisaliti nchi. Kujiunga na wale watu ni kusaliti nchi yako ambao mababu wetu waliotuachia. Unapasha kujibu mbele ya vyombo vya sheria, utuambie nini ilikutuma usaliti nchi yako. Sheria yenye kuhusika na hiyo ndio inakufuatilia, lakini sio sisi wazalendo na jeshi la taifa atufate mtu. Na katika bonde la Ruzizi huko mahali tulipo hakuweze kuwa hiyo, sababu tunafahamu kama watu wenye kuchukiana wengi na wale ambao waligeuka government na kuingia kwenye waasi, kama wako mjini watakuja kujiripoti na serikali itawahukuma mbele ya sheria, wajieleze wenyewe kwa nini walisaliti nchi, waligeuka katiba yetu
inaalika waraia wote wakuwe na utulivu, wakuwe na umoja, tukuwe na mapendo. Yani mingi ambayo nimesikia kwenye mitandao, nimeyasoma, nimeyaona, lakini kitu moja nitashauri wa ndugu ni tukuwe na upendo na tuangalie namna gani tunaweza leta amani na maendeleo ya nchi yetu kwa jumla, sababu Fizi ambayo inapatikana kwa sasa katika vurugu kwa ajili ya amani, tukuwe na upendo kutokea kwa raia, sisi wazalendo, waaskari na wageni mbalimbali wanaopatikana katika mtaa wetu wa Fizi. Naomba amani na wakuwe na tumaini ya sisi watoto wao wazalendo, kama sisi tuko pamoja na tutaendelea kuleta amani kwa ajili ya maendeleo, na tunaendelea kuwaalika waendelee kutusapoti ili tuweze kazi ambao walitupatia. Tufahamishe kuwa kujiondoa huko kwa AFC M23 ni kupitia shinikizo au pression ya Umarekani ambayo imewahomba kurudi kwenye kilomita 75 na mji wa Uvira. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe. Tusalie tu na habari hizo za AFC M23 ni kwamba AFC M23 imesema kuwa imejiondoa katika baadhi ya maeneo waliokuwa na dhibiti katika jimbo la Kivu Kusini kwa nia njema, huku Kinshasa pia ikitupilia mbali madai hayo na kudai kuwa waasi hao wamejiondoa kwa shinikizo kubwa la kijeshi pamoja na juhudi za kidiplomasia. Kwa undani wa habari hii, sikiliza vile ripoti ya mwenzetu Safari Alimasidilwe. Naam. Tangu mwishoni mwa wiki, taarifa zimekuwa zikiripotiwa kuhusu mienendo ya wanajeshi katika bonde la Ruzizi na kwenye maeneo ya milima ya juu ya Kivu ya Kusini. AFC M23 imeondoka katika nafasi kadhaa, huku FARDC wakirejea kuyadhibiti maeneo hayo. Pande hizi mbili hazina mtazamo mmoja kuhusu kinachoendelea. Kwa mujibu wa vyanzo vya Actualite.cd, kwa upande wa waasi wanaungwa mkono na Kigali, kujiondoa huko ni hatua ya makusudi na ni ishara njema katika mchakato wa amani. Hatua hiyo si ya kipekee, bali pia inahusishwa na barua ya tarehe 7 Mei 2026 iliyotumwa kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika barua hiyo, mratibu wa kisiasa wa AFC M23 Corneille Nangaa anakumbusha hatua zilizochukuliwa na harakati yake, zikiwemo kujiondoa kwa hiari katika eneo la Walikale mnamo Machi 2025, kuachiliwa kwa zaidi ya wafungwa 1350, perekezo la kuwakabidhi zaidi ya wanajeshi 5000 wa FARDC pamoja na familia zao, kujiondoa katika mji wa Uvira pamoja na kufunguliwa kwa njia za misaada ya kibinadamu. Harakati hiyo ya waasi inazungumzia kujipanga upya, si kushindwa kijeshi. Kwa upande wa FARDC, tafsiri ni tofauti. Jeshi linadhibitisha kuwa vikosi vyake vinaendelea kuingia katika maeneo yaliyoachwa na wapiganaji wa AFC M23. Harakati hiyo inaanzia Sange hadi Mutarule, ambapo sasa majeshi ya Kongo yapo. Mstari wa mwisho wa AFC M23 sasa unadaiwa kuwa uko Luvungi. Kwa Kinshasa, kurudi nyuma huku ni matokeo ya shinikizo la kijeshi pamoja na diplomasia. Katika barua hiyo kwa Rubio, Nangaa anaenda mbali zaidi kwa kushutumu Washington kwa upendeleo. Tangu kusainiwa kwa makubaliano ya madini muhimu kati ya Washington na Kinshasa, utawala wa Tshisekedi umekuwa ukinufaika kwa mujibu wake na aina fulani ya uungwaji mkono kutoka kwa upatanishi wa Marekani. Hali hiyo ya kutokuwa sawa, anasema, inazoofisha uaminifu wa upatanisho huo. Pia analamika kutotekelezwa kwa ahadi zilizotolewa na Kinshasa wakati wa mazungumzo ya Montreux ya tarehe 18 Aprili 2026, hasa kuachiliwa kwa wafungwa 317 ndani ya siku 10 pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani na anga zili ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23. Nakala ya barua hiyo pia ilitumwa kwa rais wa Togo Faure Nyasibe, anayefanya kazi ya mpatanishi wa Umoja wa Afrika, pia kwa waziri wa Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaif na kwa wawezeshaji wa Uswisi pamoja na Masad Boulos, mshauri maalum wa rais wa Marekani Donald Trump. Asante sana Safari Alimasidilwe kwa ripoti yako hiyo. Na tuangazie habari zingine ni kwamba waasi wa ADF NALU wameendesha shambulio jipya jimboni Ituri, ambako takwimu ya waliouawa inaendelea kuongezeka siku baada ya siku. Tangu Alhamisi hadi sasa ni watu 21 ndio wamethibitishwa kufariki. Isaac Mulucha Ashibe na ripoti kamili mara nyingine tena. Ndiyo, takwimu la shambulio lililoendeshwa na waasi wa ADF Alhamisi tarehe 7 Mei huko Biakato groupment ya Babila Babombe tarafani Mambasa jimboni Ituri inaendelea kuongezeka baada ya upekuzi ulioendelea kufanywa.
Kulingana na taarifa zilizopokelewa na wenzetu wa Actualite.cd kutoka kwa Ramsi Malikidogo, mwanachama wa shirika la kutetea haki za binadamu la APDEF, idadi ya raia waliouawa imeongezeka kutoka watu 15 hadi 21. Watu wengine kadhaa bado hawajulikani waliko baada ya uvamizi huo wa kinyama uliogusa mitaa mbalimbali ya Biakato. Idadi ya vifo imeendelea kuongezeka na sasa imefikia watu 21 badala ya 15. Miili 14 imepatikana huko Lalia, mtu mmoja huko Vatican, wawili kwenye barabara ya Biakato Kotakoli, wawili katika kituo cha kati na wengine mmoja huko Kawame. Hata kiongozi wa wanamgambo wa IPLS wa eneo hilo ameuawa katika shambulio hilo, huku wapiganaji wengine wa IPLS wakichukuliwa mateka. Raia kadhaa waliokuwa wakitokea mashambani upande wa Kawame pia wametekwa nyara. Hali bado ni mbaya kutokana na kuwepo kwa watu wengi waliopotea. Pikipiki 6 zilichomwa moto, nyumba 3 ziliteketezwa pamoja na mali nyingi kuharibiwa. Hadi sasa tunasikitika kuona kwamba jeshi halikuwafuatilia mahadui. Hali hii inawatia hofu kubwa wananchi, amesema Ramsi Malikidogo. Utulivu mdogo ulionekana Ijumaa hii pa Biakato, lakini huzuni iliendelea kuonekana kwenye nyuso za wakazi ambao bado wameathiriwa na ukatili huo uliotokea mchana kweupe. Akizungumzia hali hiyo, mbunge wa kitaifa aliyechaguliwa kutoka Mombasa, Abdalla Penembaka, ameonyesha hasira yake kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika sehemu hiyo ya Ituri. Kinachoendelea sasa huko Biakato na maeneo ya jirani ni cha kusikitisha. Wananchi wanauawa kama mbuzi ili hali vikosi vya ulinzi vipo. Tunalaani vikali vitendo hivi vya kikatili na tunaomba FRDC kuongeza juhudi na hatua zaidi kwa sababu wananchi wana matarajio makubwa kwao. Pia tunawaomba wananchi wetu kuendelea kuwa na imani na taasisi za kitaifa. Mwishowe, ninatoa pole zangu za dhati kwa familia zote zilizoathiriwa na janga hili, amesema Abdalla Penembaka. Kwa upande wake, kiongozi makamu wa tarafa ya Mombasa, Maxime Chishimbi, amesema kuwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari vinaendelea na operation ya kuwafuatilia washambuliaji hao hadi mafichoni mwao. Mamlaka hiyo ya wilaya imewahimiza hasa vijana pamoja na wananchi wote kushirikiana na jeshi ili kurahisisha kuwabaini waasi hao na kuimarisha usalama katika sehemu hiyo ya Ituri. ADF leo ni moja ya makundi yenye silaha ambayo inaendesha mauaji mengi tena ya kikatili zaidi mashariki mwa Kongo. Kundi hili lenye chimbuko yake nchini Uganda linaendelea na mauaji hayo kwa zaidi ya miaka 25 sasa nchini DRC bila kudhibitiwa kabisa na serikali ya nchi hii. Tumalizie taarifa zetu za habari na kule katika mji wa Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu Kusini pa Uvira lataja kupokea kwa furaha hatua kali ya serikali ya jimbo ya kupiga sasa marufuku kwa wafanyakazi wa serikali kuwa natoka Uvira kwenda kulala nchini Burundi. Muundo huo umeomba kuheshimiwa kwa hatua hiyo. Kwake Fredi Mudeba, mratibu makamu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu Kusini pa Uvira, ameanza kuonesha ni wapi na lini mpango huo wa marufuku umechukuliwa. Ndio, ile habari ndugu mtangazaji ni ya kweli kwa sababu tangu siku ya 5 hiyo Conseil de Sécurité Provinciale wamekutanana na gouvernement mwenyewe anafanya interim ya gouvernement de province mwenyewe iko déplacement iko vaje Kinshasa na wakakamata azimio ya kufunga njia Transco Bukavu Uvira via Plaine de la Ruzizi. Mezosi wakakamata azimio kusema ya kwamba kwa mtumishi yote yule wa Uvira wa Kongo kwenda tena kulala Burundi. Sisi vile tulishaliwa ile mesure ya kamatia wale kwa sababu haiwezekani ninyi kama vile viongozi mkiwa mnaacha raia yenu sasa mnaenda kulala leo nje ya hivi. Walikuwa wanasema kwa sababu adui alikuwa angali hapa karibu ndio maana walikuwa wako wanafanya vile. Na sasa sisi tunajiuliza kama wao wanafanya vile sasa sisi wa electeur base sasa watu kama sisi hatuko donc base yao itakuwa iko wapi? Na kila mara tulikuwa tunayayama tunalalamika ya watu kwenda kulala Burundi kwa sababu haiwezekani waje wachine pesa kisha waende waingie Burundi. Ile plan economic iko na madhara yake kwa sababu donc wao wanaenda inua uchumi wa Burundi au detriment ya uchumi wa Kongo particulièrement Uvira kwa sababu kama angelala motel kule hotel angepata pesa wa chakula anapata pesa wa maji anapata pesa wa transport anapata unakuta maisha pesa iko nazunguruka na watu kama mfuko ya maisha contrairement na vitu ambazo walikuwa wako wana
kufanya Burundi. Sasa tulisaliwa ile decision. Wakati hayo yakijiri, Fredi Mudeba ameongeza kuwa hatua hiyo ilikuwa ombi yao kwa muda mrefu na watafuatilia kwa ukaribu. Kama vile shirika jipya la kiraia, hiyo azimio tulikuwa tunasubiri sana, na siku za mingi sana tulikuwa tunapangilia kufanya pression, kufanya donc les actions citoyennes ndio kuwa contraindre wale watumishi. Tena kwa sasa ya ile azimio, kama serikali, kama gouvernement provincial haitachunguza wala haitafuatilia ile azimio, sisi tayari tumepata ile tunasema sasa preview kwenye tutapata tunafanya ile pressure kama ni kwenda kuzuia wale watu wasivuke tena. Hata tutaifanya kwa sababu tutakuwa deja tuko na mapasi tulikuwa tangu zamani tunapangilia kufanya ile maaction ya kukatalia kwenda kufanya maandamano frontier kikala pale basi hakuna wa Kongo wenye ataenda kulala Burundi. Donc sisi kama provincial haifuatilii ile azimio. Sisi kama vile shirika jipya la kiraia tutaifuatilia na tutafanya maana des actions citoyennes juu ya kushirikiza ile azimio, kwa sababu raia yote ya Uvira iko tayari kabisa. Kulala yao katika Uvira inapatia assurance ya population hali ya Burundi iko salama. Wamesema wataanza kuaplike hiyo tangu wakati gani? Wale decision hawakusema wakati wataanza application ya ile azimio, lakini sisi tumewaza kwamba decision autorité qui decision d'office d'application na comprendre. Donc au moment où ile decision ilitoka na d'office ilikuwa d'application ndio mimi. Donc ni kwa sisi kufanya suivi kuangalia ile decision zaliheshimia wala namna gani. Antuka ni kuambia raia ya Uvira ya kwamba gouvernement provincial imejibu kwa malalamiko yetu, na walikuwa kama walishakawia kwa sababu muda mrefu sana tuko tunalomba ile azimio kamatiwe, lakini ilikuwa bado haijakamatiwa. Mungu amesaidia, wa autorite wamesikia kilio cha wananchi, na hii atakacho raia ndicho serikali itende. Na wakati serikali inakamata hiyo zinakutanana na matakwa ya raia, atikani jambo sana shukuru na kuambia raia wakuwe. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozil.